Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwanza ningependa kumshukuru Mungu. Lakini kwa mimi naona tumeanza vibaya, lakini naamini huu ni msimu mzuri kwetu kwa sababu tumeweza kuvuka kwenye group stage na ndoto yetu kwenda kwenye quarter final. Mimi naamini tuna mechi 4 zilizobaki, tunaweza tukashinda point 12 na tukafika quarter final. Kwa msimu bado haujaisha. Nisiseme msimu mbaya kwetu, ila ni tumeanza vibaya. Kwa hiyo isikupe taabu, mimi naamini mbele kuna vitu vizuri. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani katika mechi iliyopita dhidi ya Wydad kucheza na timu ambayo ilishiriki michuano ya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu? Kwangu mimi naamini ndo Azam tumecheza mechi nzuri. Mechi dhidi ya Wydad na naamini tulideserve kushinda. Ila tu Mungu mwenyewe ndo amepanga kutokea hivyo. Lakini mimi naamini mechi kwetu ilikuwa nzuri na imendotupa mwanga kwamba sisi ni wakubwa. Tunaweza tukabishana na mtu yoyote ambaye anaweza tukawa naye. Kwa hiyo naamini mechi ilikuwa kwangu nzuri na kwa timu. Kwa mimi naamini mtu anayekuja tunaweza tukapata point 3. Mipango ya Nado kuelekea katika michuano ya msimu huu ilikuwa ni ipi, na pengine target ambayo ulipanga unaiona kwenda kutimia? Mimi naamini kila kitu kipo under control. Naamini time tu ikifika mambo yote yatakuwa sawa, kwa sababu hadi dakika hii mimi sioni kama kuna kitu nimekipoteza. Naamini bado malengo yangu bado yapo pale pale. Sawa, Nado, miongoni mwa maswali mengi mashabiki wa soka hapa nchini Tanzania wamekuwa wakijiuliza, kila baada ya siku Idi Nado anazidi kuwa mtamu. Wenyewe wanasema kama kisu cha buchani, kwa maana kinaisha na makali yake. Hipi siri yako ya mafanikio? Kwanza ningependa kumshukuru Mungu kusikia vitu kama hivyo. Mafanikio yangu ni kufanya mazoezi, kuwa na nidhamu na kumomba Mungu na yani kukutana na walimu wazuri pia inachangia. Kwa hiyo naamini haba ujio wa walimu wazuri Azamu, naamini pia ndo yani inachangia mimi kuwa hivi kila siku. Yes, nadhani katika maisha yako mbele ya Azam umekuwa na mafanikio mengi makubwa, na katika Azam umepita walimu wengi wakubwa, lakini sasa hivi umepata mwalimu ambaye ana ubora mkubwa na ni mwalimu mkubwa barani Afrika. Nadhani ana kipi hata ziada ambacho umekiona kuliko walimu wengine? Yule baba yule ni mtu yule pale, mimi naweza nikamuita jini, sababu yule jinsi anavyosoma yeye game anasoma, kwa sababu naye pia amecheza. Kuna siku nishai kumuuliza kwa mpinzani ambaye naenda kukutana naye anavomsoma, kuna muda anatuwekea urahisi sisi wachezaji. Kwa hata mechi ya Wydad mwalimu alituambia vitu hivi na hivi, na tukaenda kuvindofanyia kazi, ndio maana tukaweza kucheza vizuri. Kwa mimi naamini mwalimu ana mbinu nzuri kwetu. Sawa, unalipi sasa kuambia vijana ambao wanaanza kucheza mpira ili waende na mwenendo kama ambao uko na wewe tangu watu waanze kufahamu Idi Nado paka sasa hivi unazeeka na utamu wako? Kuna vijana wengi naona na wanachipikia, huenda wewe wanakutazama kama kioo. Kwangu mimi tu wawe na nidhamu, wafanye mazoezi kwa bidii, wamombe Mungu, wasikilize walimu, hata mitaani pia wawe na nidhamu. Na mimi ndio vitu ambavyo vinaweza kumfikisha mtu. Bwana Nado, miongoni mwa kitu ambacho nilipanga nikikutana nawe nitakuuliza. Ili Nado limetokana na Cristiano Ronaldo kama ambavyo mimi nilikuwa nikifikiria? Kipindi nacheza Ashanti walikuwa wananiita Idi Ronaldo. Idi Ronaldo. Kwa baadaye ile jina likawa refu. Wengi wakaniita Nado ndo likaanzia hapo. Kwa ilikuwa kama mwanzo niko mdogo ni kama Ronaldo, sababu ni mchezaji nilikuwa nampenda. Umeona, nilikuwa navaa jezi imeandikwa Ronaldo, kwa ndo hivyo. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba wewe ni timu Ronaldo. Hiyo nyeupe kaka. Bwana na Ronaldo sio hapo. Hujaika sawa. Je, Ronaldo hapo wengi katika ulimwengu wa soka. Ni Ronaldo yupi? Huyu ni Cristiano Ronaldo ama saba huyo? Bwana nimuuliza Lusajo pale, matukio gani aniambie
ambalo liliwahi kumkuta wakati anaanza, kwa maana ya michezo ile ya ndondo, na wengine akaniambia bwana Nado ndo pro huko. Akasema na leseni amekupa class C. Bwana ukimpata Nado ndo atakusimulia. Sasa nataka wewe niambie, wakati unacheza mpira ile mitaani, wakati unakuwa, ni tukio gani ambalo hutakuja kulisahau kwenye ndondo? Bwana, kuna siku bwana tuenda kucheza mechi Kibaha. Tucheza mechi na timu moja ya jeshi. Mimi pale sasa ule utaratibu ule uwanja mimi nilikuwa siujui. Wao jamaa kwamba ukiwafunga au ushangilie. Au unataka kushangilia? Unataka kushangilia. Kwa mechi ilipoanza walitufunga kama goli 2. Tukaenda off time. Sasa tulivyorudi kuna mchizi mmoja akaniambia, wewe mwanangu, goli hapa 50,000. Kufunga goli. Mtu mmoja mchezo timu yenu wa timu yetu. Goli 50,000. Nikaona poa. Mimi sasa nina ndo matatizo yangu kisha. Pila ukaanza off time nikaweka la kwanza. Sijashangilia. Una 50 yako tayari. Najua hapo nina 50, nikachukua boli nikaweka kati. La pili tena sija ndo shangilia, nikachukua boli nikaweka kati. Sasa tumecheza jioni kaka. Nikapata kifaulo. Watu mwachie huo dogo, nikasema hii ndo hela nyingine. Nikakunja kaka, ikakaa. Ilivyokaa sasa mimi ndo ile timu nzima tunando shangilia. Sasa mbona ninajiona mbona naenda mwenyewe? Hakwenda kushangilia. Watu wamekusaliti. Sasa ndo kuna lundo likali linanifuata nyuma yangu. Zalau mimi ndo nikapenya huko. Wewe ulikuwa unajua ni watu gani wachezaji au mashabiki wale jamaa? Ndo nikapenya huko kwa pale nikaacha vitu vyangu. Yaani mechi ndo imeisha hapo ujue. Nikaacha kitochi changu, nikaacha sendo, nguo, kwa mimi nikapanda daladala, nikarudi zangu tena home. Kwa mimi vitu vyangu nimeviacha. Bwana nikushukuru sana. Asante. Shukrani sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.